Mtazamaji wa Alcast TV, karibu kwenye The Set Play, mahali ambako tunazungumza masuala ya kimichezo. Usama Hamisi Lusamo ndio jina langu, niko hapa kwa lengo la kuzungumzia masuala mbalimbali ya kimichezo, lakini leo tuna ile exclusive interview. Tupo kwa Kibera Sports, duka maalum la kuuza vifaa vya michezo ambalo liko opposite na stendi kuu ya mkoani Kigoma. Hapa tumekutana na moja kati ya nyota wakubwa sana ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Huyu si mwingine, ni roho ya Simba, Yusufu Ali Kagoma, ambaye tutakuwa na machache ya kuzungumza naye. Usiguse kitufe, endelea kutufuatilia ili ujue ni kitu gani ambacho Kagoma atakizungumza kuhusiana na msimu uliopita na msimu unaofuata. Twende pamoja. Nafikiri ulikuwa ni msimu mzuri, lakini pia ulikuwa ni msimu ambao ni mgumu sana kutokana na ushindani wa ligi, lakini pia kama hivyo ligi imechelewa kumalizika. Ulikuwa ni msimu mgumu, lakini pia stosh, kuna wakati ulikuwa unacheza mechi back to back, kila baada ya siku mbili mnacheza mechi, kila baada ya siku mbili mnacheza mechi. So kama mchezaji inakuwa ni ngumu sana hata kupata ule muda wa kurecover na nini. Nirejesha moja kati ya vikombe ambavyo vilikuwa vikishikiliwa na Simba. Ninyi kama wachezaji hii mmelichukuliaje? Nafikiri sisi kama wachezaji, kikubwa cha kwanza ni kuhakikisha unatimiza malengo ya club. Malengo ya club ndio kitu ambacho kinakufanya usajiliwe kwenye timu. Then anafuata ni malengo ya mchezaji binafsi. Nafikiri kimekuwepo ni kipindi, ni kitu kizuri kwa upande wetu, japo hatujafikia yale malengo ambayo tumekuwa tumejiwekea, lakini at least kwa msimu huu tunaweza tukasema tumefikia japo hata nusu ya kile ambacho tulikuwa tunakitarajia. So kwa upande wetu sisi tumekipokea vizuri, na nafikiri tutajiandaa zaidi kwa ajili ya kutimiza malengo ya klabu ambayo labda klabu imejiwekea. Ni mchezo gani ambao ninyi mmesema kwa matokeo tuliyopata leo basi tena ligi kuu tena hatuna? Nafikiri kwa michezo ambayo ilikuwa imebakia karibia tuseme michezo ya mwisho, hakuna mchezo ambao tulisema kwamba huu mchezo sisi labda tumefanya vibaya ndio utapelekea tukapoteza kupata kikombe. Labda kitu ambacho tunaweza kusema, labda kuna mechi ambazo tulipoteza kuanzia kwenye raundi ya kwanza na mpaka raundi ya pili, mechi kuna baadhi ya mechi, mfano kama mechi labda unaweza kusema mechi kama mechi ya Pamba ile ya Mwanza, au mechi ya Mtibwa ile ambayo tulicheza nyumbani. Nafikiri ile ilikuwa raundi ya kwanza. Lakini kwa hapa katikati hichi kipindi mpaka tunaenda kumaliza ligi, hamna mchezo ambao tulipoteza tukasema kwamba sasa huu mchezo sisi tunaweza tukakaa kujutia kwamba umepelekea tukapoteza ubingwa, kwa sababu naweza kusema 90% ya michezo ambayo tumecheza raundi ya pili na karibia yote tumepata matokeo mazuri. Au ni kitu gani kilitokea mpaka Simba ikaja kuchanganya baada ya hawa wachezaji wengine kwa wameongezeka kwenye dirisha dogo? Nafikiri Simba ni timu kubwa, lakini pia ni timu ambayo kila kipindi cha usajili lazima wasajili. Yani haijalishi labda timu inaweza iko strong kiasi gani au ina weakness, lakini kile kipindi cha usajili lazima timu isajili. Nafikiri kuanza kustruggle kwenye msimu huu kwenye raundi ya kwanza, kitu ambacho labda mimi naweza nikafikiria labda ni sio kwamba wachezaji walikuwepo sio bora, wachezaji walikuwepo ni bora, lakini kitu ambacho labda mimi naweza nikafikiria na naweza kusema ni kwamba mapokeo labda ya wachezaji, kwa sababu pre-season alifanya mwalimu mwingine, baada ya mechi ngapi akaondoka, akaja mwalimu mwingine pia akaondoka, ndo akaja huyo sasa. Kwa nafikiri ni sometime ile mchezaji kama mchezaji kukipokea kile ambacho anakitoa mwalimu, alafu istoshe inakuwepo ni muda mchache, wanabadilika walimu wengi. Kwa hiyo hata wakati mwingine mchezaji pia unakuwepo unapata wakati mgumu kwamba mwalimu anataka hivi, labda baada ya muda fulani ametoka mwalimu ameingia mwalimu mwingine anataka hivi. Kwa hiyo nafikiri labda ni ile wachezaji kuelewa kwamba huyu mwalimu kwa sasa hivi anataka nini na ili wafanye kitu gani. Lakini nafikiri baada ya kuwa amekuja Baka, timu ikatulia na kila mtu akawa anajua bwana mwalimu anataka timu ifanye nini, watu wanatakiwa wachezeje ili timu iweze kupata matokeo. Nafikiri kwa rahisi.
Wanasimba wengi wanaamini ubingwa wa NBC waliupoteza kwenye mchezo ambao mlitoa sare na Young Africans. Kwenu ninyi wachezaji, ni kitu gani kilitokea kuanzia uwanjani mpaka dressing room baada ya yale matokeo ya Young Africans kufanya comeback na kusawazisha zile bao mbili? Nafikiri ilikuwa ngumu, lakini kila mtu alisikitika. Asilimia kubwa wachezaji wengi walisikitika kwa sababu mnakuwa tayari mmeshapata uongozi wa goli mbili, hapo zinakuja zinachomolewa zote. Tuliumia na tulijisikia vibaya, lakini sidhani kama ilikuwa ni mechi ambayo labda ilitufanya sisi tukapoteza ubingwa. Mfano kama tungeshinda mechi zote za ligi kuu afu tukapoteza ile, nafikiri tungekuwa mabingwa. Kwa hiyo sidhani kama ile ilikuwa ni mechi ambayo ilisababisha sisi tukapoteza ubingwa. Watanzania wengi wamekuwa wakilalamikia maamuzi ya waamuzi. Kuna namna yoyote huwa inawaathiri na ninyi wachezaji kuona baadhi ya mashabiki na hata viongozi wanalalamikia baadhi ya maamuzi ya waamuzi? Kwa upande wangu mimi sina elimu ya kiuamuzi. Kwa hiyo mara zote huwa na respect kile ambacho mwamuzi anakitoa, kwa sababu yeye tayari ana elimu ya kile ambacho anakifanya uwanjani. Ni kweli hauna elimu ya uamuzi, lakini kuna wakati yakifanyika maamuzi unaonekana kureact wewe mwenyewe. Sometimes tu unakuwa umechangamka, afu unakuwa umechemka, lakini pia unakuwa unatamani timu yako ipate matokeo. Ndio hivyo, maamuzi pia naye binadamu. Kama mimi kama mchezaji naweza nikacheza nikafanya makosa, pia mwamuzi anaweza akafanya makosa. Tumzungumzie Fadlu kidogo. Alikuwa ni mmoja kati ya walimu ambao walionekana kukuamini sana. Ilifikia hatua kuna mchezo alikupa kitambaa cha kuiongoza Simba kama nahodha. Alivyoondoka, wewe kama mchezaji ambaye ulifikia hatua ukaaminika kwa kiwango cha kupewa kitambaa cha kuiongoza timu kwenye mchezo, ulichukuliaje? Ilikuwa ngumu. Lakini Waislamu wanasema kufa kwa imamu sio mwisho wa ibada. Kwa kama akiondoka atakuja mwingine, lazima tuendelee kufanya kazi, kwa sababu ile ni kazi yangu. Siwezi kukaa kutegemea kwamba labda mwalimu huyu tu basi mimi ndo nitafanya. Yoyote mwalimu atakayokuja tutafanya naye kazi. Huku nje wengi walikuwa tulifahamu kwamba ile imekuwa ghafla sana, na ninyi wachezaji ilikuwa vile kuondoka kwake ilikuwa ni ghafla kama tulivyofahamu sisi, au ninyi mlikuwa mna taarifa kwamba Fadlu muda wote anaondoka? Sijui kikweli, kwa sababu nakumbuka kama hata wakati anaondoka sijakuwepo kambini. Nafikiri niko timu ya taifa kama sijakosea. Mlikuwa mko Botswana wakati Fadlu anaondoka? Sikusafiri. Nilikuwa na kadi nyekundu ile nilipata kwenye finali. Kwa hiyo mchezo wa mwanzo ule nilikuwa sichezi, kwa sikusafiri. Kwa hiyo nilikuwa sijui chochote. Licha kwamba haukuwa kambini, lakini haukuwa unafahamu chochote. Maana yake ni kwamba ilikuwa ni ghafla, kwa sababu kama ingelikuwa kuna tetezi za kuondoka, hata kama ukuwepo kambini, ungefahamu mwalimu anaondoka. Hamna, lakini sasa unajua mimi ni mfanyakazi. So siwezi kujua kila kitu ambacho klabu inataka kufanya. Haijalishi kama naweza nikawepo nipo kambini au sipo kambini. Kile ambacho klabu inataka kufanya mimi, so kila kitu naweza nikanajua, na so kila kitu. Vitu vingi nakuwepo sijui. Kwa sababu mimi nafikiri sijaenda kwenye klabu kwa ajili labda kuangalia klabu inafanya. Nafikiri nimeenda kwenye klabu kwa ajili ya kutimiza kile ambacho nachotakiwa kutimiza. Tunaangalia mahusiano kati ya wewe na Fadlu kulingana na imani aliyokuwa nayo kwako. Tunaona kulingana na matendo aliyokuwa akiyafanya, kwa kuna namna ambavyo alikuwa akijaribu kukutetea pale ambapo maybe ulikuwa umecommit makosa, lakini yeye anaweza kusimama kwa wachezaji wote, lakini kuna namna ambavyo ilikuwa inaonekana imani yake kwenye eneo la kiungo ilikuwa kwako. Sasa tukataka kujua mahusiano ya wewe na Fadlu yalikuwaje, tujue aliondoka akiwa maybe ametoa taarifa kwa baadhi ya wachezaji au wachezaji wote, au aliondoka tu kama wanavyoondoka washikaji wengine tu kutoka geto anaondoka zake. Siwezi kujua, kwa sababu ukiachilia mbali issue tuseme ya uwanjani, labda ile namna alivyokuwa anaelekeza jinsi gani mtu anatakiwa kucheza au labda anahitaji kitu gani, hamna mahusiano mengine yoyote ambao nilikuwepo nayo mimi na yeye. Zaidi labda mfano ilikuwa ikitokea labda kama umeenda timu ya taifa, au labda umeenda timu ya taifa ulikuwa labda una maumivu, anaweza akakutumia message au akakupigia simu kuulizia kama unaendeleaje. Lakini tofauti na hapo nilikuwa sina mahusiano naye mengine yote. Baada ya hapo akaingia Dimitar Pantev. Alikuwa ni kocha wa aina gani huyu mtu? Alikuwa ni mwalimu mzuri. Lakini hata pia alichokuwa anafundisha
kilikuwa kinaeleweka. Yeah. Simba haikuonekana kufanya vizuri sana kwenye mashindano ya kimataifa na ilikuwa ni disappointment kubwa sana kwa mashabiki ambao walikuwa wamezoea Simba kila msimu wenyewe wanaweza kaingia hatua ya robo finali, lakini msimu uliomalizika hamkupata hiyo nafasi. Ninyi kama wachezaji ilikuwa hali ya aina gani kulingana na yale mazoea tayari mlikuwa mmeshajijengea kwamba ninyi kila mwaka lazima muingie robo finali, lakini kipindi hiki hamkuifika hatua ya robo finali. Ninyi kama wachezaji mlichukuliaje? Nafikiri sisi kama wachezaji tulijisikia vibaya. Kama nilisikia vibaya kwa sababu inakuwepo ni tuseme Simba ilikuwa ni kama utamaduni wao kwamba kila Champions League anayoshiriki anafikia hatua kubwa, tuseme hatua ya robo finali. Lakini wakati ambao labda tumekuwepo sisi ndo ikapelekea ikashindikana kuingia kwenye hatua ya robo finali. So kama mchezaji unaona kabisa labda unaweza kuwa umeingia katika rekodi mbaya za club, ndio kwa lazima ujisikie vibaya kwa sababu hakuna mtu ambaye anatamani kufanya kitu ambacho kinaweza kikaa kibaya. Na wote tunatamani kufanya kitu ambacho kinakuwa kiko vizuri kwa ajili ya kusaidia club. Kwa hiyo tulijisikia vibaya na tunajiandaa kwa ajili ya msimu ujao. Mungu atakapotuwezesha tuweze kufanikisha malengo ya club. Sio kwa kuwakosea heshima wachezaji wengine. Kwenye usajili uliofanyika dirisha dogo kuna wachezaji kadha wameingia kwenye kikosi. Unadhani ukiambiwa uchague mchezaji mmoja ambaye atakuwa ni bora kwenye hao walioingia dirisha dogo, utamsema nani? Katika wachezaji walioingia dirisha dogo, nafikiri wote wamekuwa ni bora na 90% ya wale wote ambao walikuja wameingia kwenye kikosi cha kwanza. So nafikiri wote walikuwa ni bora, lakini kwa kusema kuchagua mmoja kwa mimi nadhani nikamchagua Chama. Hebu tustiki hapo kwa Chama ambaye aliibua gumzo alivyoondoka Simba. Wanasimba wengi walizungumza vitu vingi vya hovyo, na alivyorejea ni wanasimba wao wanamsafisha. Chama ni mchezaji wa aina gani anapokuwa uwanjani na nje ya uwanja? Nachoweza kusema kama mshikaji yuko peace. Yaani mshikaji yuko peace, so ndani ya uwanja au nje ya uwanja ni mtu ambaye yuko normal, unajua. Yaani sometimes unaweza kutokea labda situation ngumu kwenye game, labda mnacheza hivi imetokea situation au labda mtu amefanya kitu. Yaani hawezi kuja kumwambia mtu kwa kumshautia. Hawezi kumwambia mtu labda kwa kumshautia labda yaani atakuita atakuongelesha tu kwa pole, lakini pia hata kama unakuwa labda umepata maumivu umeanguka akija kuongelesha, yaani tuseme anajali kuhusu wenzi. Na so kitu kingine ambacho labda naweza kusema ambacho mimi nimekiona kwake ni kwamba mshikaji ujue Simba kafanya yaani tuseme amekuwepo na kiwango bora sana. Nafikiri hata tangu mimi hata sijaenda Simba labda nilikuwa namuona tu akicheza, alikuwepo yupo kwenye kiwango kizuri, lakini sio mtu wa kusema kwamba anaweza akakaa labda akajivunia kile ambacho tayari ameshakwisha kukifanya, amekwisha kufanya nyuma. Nafikiri focus yake ni kufanya vitu vizuri zaidi, lakini mfano labda angekuwa ni mtu mwingine labda sometimes hata unaweza ukakuta tu labda Simba nishafanya hivi na hivi, lakini sio mtu. Alitoka Simba akaenda Young Africans, akaenda Singida Black Stars, akarejea Simba. Ukiwa unazungumza naye kwenye mazungumzo ya kawaida kabisa, anahisi kwa mazungumzo yake anasema ni sehemu gani ambayo anajihisi yuko comfortable kufanya vitu? Nafikiri hicho kitu sijawahi kukaa chini tukaongea. Mara nyingi watu tunapiga tu stories za kuchekesha na kina kukaa kusema kwamba tushawahi kupiga stories za. Tuzungumzie kutokuwepo kwa Musa Pinpin kama langoni. Ni kitu gani kimepungua au ni kitu gani kimeongezeka baada ya kutokuwepo kwa Musa langoni? Nani Pinpin? Sidhani kama
Kwa mimi, yani tuseme kwa mimi ambaye labda nakuwepo ninacheza, siwezi kusema labda kuna kitu kimepungua, labda kwa mtu mwingine ambaye labda anaweza akawepo anaangalia nje, kwa sababu sidhani kama kuna kitu chochote ambacho kinaweza kikaa kimepungua kwa kukosekana kwake. Lakini pia ndio maana timu inakuwepo inasajili wachezaji wengi. Hapo unaweza kukuta labda hata wachezaji watatu kwenye position moja, ili akikosekana huyu anakava nafasi yake, na hii sidhani kama kuna kitu ambacho kinakuwepo kimepungua. Unacheza role ya kuwalinda mabeki. Kuna wakati ulicheza Shimron, ukacheza na Shamu, ukacheza na Hamza, ukiwa kama mtu ambaye anawasaidia kuzuia wao kufikiwa kirahisi. Sasa hivi kuna Ismail, lakini kuna Rushaid. Ni muda gani ambao huwa uko comfortable? Kipindi unacheza na Hamza na Shimron, au kipindi hiki ambacho uko na Dirak na Ismail, ambapo ikitokea bahati mbaya kwako, najua nyuma huko kuna mtu ambaye anaweza kaklia makosa yangu? Nafikiri wote wako hivyo, ni madefender wazuri, yani wote wako, sio Abrazaki, Shemalon, wako hivyo, ni mabeki wazuri, lakini pia Ture pamoja na Rush ni mabeki wazuri. Lakini kwa kusema hapo, nafikiri wote, yani wote kwa upande wangu tu, yani ile pacha ya Abrazaki na labda na Shemalon, kwangu mimi ni kuwepo yani hivyo tu, yani comfortable kabisa. Najua kabisa huko nyuma kuna watu wanakuwepo hapo, lakini hata pia kina Rush na Ture vile tu, yani ni watu ambao unajua kabisa huko nyuma hata ikitokea labda umefanya mistake, ni watu ambao wanaweza wakarekebisha, au labda hata mfano labda mpira umepitishwa, unajua kabisa huko nyuma kuna watu ambao wanaweza wakaifanya timu ikawa comfortable ya. Kwa maana kama unaona hata wakati ambao labda yani tuseme timu imepata kama clean sheet nyingi, nafikiri kutokana na ubora wao ya. Kati ya Maudo Kante na Neo Maema, ni yupo na enjoy kucheza naye kwenye eneo la kati? Ukiambia uchague mmoja, ni yupo na enjoy kucheza naye?